Watu 240 wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za uhaini nchini Tanzania kufuatia maandamano na ghasia za uchaguzi wa Oktoba 29 nchini humo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, mashtaka ya uhaini hayana dhamana na adhabu yake ni kifo. Wengi wa wale waliofikishwa mahakamani ni vijana, na miongoni mwao ni mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa, anayeshtakiwa kwa uchochezi wa kuhamasisha umma kununua barakoa moshi wa kutoa machozi wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi. Baadhi ya wanaoshikiliwa pia wanakabiliwa na mashtaka ya kula njama ya kutekeleza uhalifu na njama ya kuharibu miundombinu. Hii hapa kauli ya wakili wa washtakiwa Peter Kibatala. Kuna makundi matatu katika mahakama hii ambao wanashtakiwa na hayo mashtaka ya uhaini. Ni mazito. Sasa iwapo kweli matukio haya yanajitosheleza kubeba haiba ya uhaini, ni swala ambalo tutalichakata mbele ya safari. Kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza kwa washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali. Nifa peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue barakoa, sijui niseme kama neno sahihi, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Mtu yote anaweza akawa na maoni sasa, hata kama sio mwanasheria, ni uhaini au la. Tukisalia mahakamani Tanzania, Mahakama Kuu Dar es Salaam imetoa hati ya wito kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura na maafisa wenzake 5 kufika mahakamani kufuatia ombi la mawakili wa Chadema wanaotaka makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche afikishwe mahakamani au aachiliwe kwa dhamana. Wakati hayo yakijiri, Tanzania imemaliza uchaguzi mkuu wa kihistoria ulioweka rekodi ya kwanza kwa taifa hili kumchagua rais mwanamke. Kile kilichoanza kama siku ya uchaguzi, hata hivyo, kiligeuka haraka kuwa moja ya matukio mabaya zaidi nchini humo. Maandamano, vurugu na taarifa za matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi zimetikisa baadhi ya maeneo ya nchi. Mwanahabari wetu Munira Hussein amezunguka maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam na kututumia taarifa ifuatayo. Siku chache tu baada ya uchaguzi nchini Tanzania, familia hii inamzika mpendwa wao. Mwandishi wa habari aliyekuwa akiripoti uchaguzi wa Tanzania huko Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, alipigwa risasi kifuani wakati akiwa kazini. Kevi alikuwa ni mtoto wangu anayenipenda, lakini mimi nilipenda zaidi yake mara 100. Katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, mitaa mingi iliathirika. Maandamano yalianza kwa amani, lakini baadaye yakigeuka kuwa ya vurugu na polisi wakitumia nguvu kupita kiasi, huku waandamanaji wakiharibu mali. Hili ni eneo ambalo lililoathiriwa na maandamano, lakini baadaye vurugu pamoja na utumiwaji wa nguvu na vyombo vya usalama. Hapa kama unaweza kuona ni sehemu ya kibanda cha chips ambayo risasi iliingia hapa. Lakini pia katika eneo hili unaweza kuona matundu mengine ya risasi ambayo yalipita hapa. Wakazi wa mtaa huu wananiambia kwamba bado wana hofu na wanaogopa kuzungumza, wakihofia usalama wao, na waliona miili ikiwa imelala chini, jambo ambalo bado linawatia hofu hadi sasa. Wakazi wa hapa walikubali kuzungumza nasi kwa sharti kwamba tusitaje utambulisho wao, wakihofia kuchukuliwa na vyombo vya usalama. Sasa imetuletea sana hofu sana kabisa, mpaka sasa hivi wenyewe mpaka sasa hivi kila dele tukikaa tukiwaza, tunawaza Tanzania na imekuja kujaje, maana si yote hayo tulikuwa tuyajui. Wengine meti tumechukua hapa, tumechukua nani, tumebeba tumeweka kwenye embassy zikapelekwa Mwananyamala, lakini mpaka sasa hivi bado hawajajua kama ndugu zetu wapo au hawapo. Mimi binafsi yangu nilikosa amani sana. Kwanza kuona mtu anapigwa, anadondoka, anakoroma mpaka anakata roho, haikuwa kitu cha kawaida kabisa. Kilitia hofu sana kwa Watanzania wote ambao tunaishi maeneo haya. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya kuapishwa, Rais Samia Suluhu Hassan alikiri kuwa kulikuwa na vifo na kudai kwamba wengi kati ya waliokamatwa ni raia wa kigeni. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Sherehe ya kuapishwa kwake ilifanyika chini ya ulinzi mkali mjini Dodoma. Tofauti kabisa na chaguzi zilizopita ambapo sherehe za uapisho
huvutia maelfu ya watu katika viwanja vya michezo. Matukio haya ya uchaguzi yameashiria ukurasa mpya wa kisiasa wa Tanzania. Rais Samia aliposhika madaraka mwaka 2021 alionekana kuwa kiongozi wa mageuzi. Lakini matumaini hayo sasa yamepungua. Uhuru uliokuwa umerejesha umeanza kupungua tena. Vyombo vya habari vikinyamazishwa, sauti za upinzani zikizuiwa na mageuzi ya katiba yamesimama. Munira Hussein, BBC, Dar es Salaam. 10. Chukua 10 mara 476. Unapata vijana wangapi walioajiriwa kwenye vituo hivyo? Na ambavyo kwa mfano vituo vya mafuta vilivyounguzwa, let's say vya Lake Oil. Unadhani watumishi wangapi, vijana wenzetu na kina mama wenzetu wanaolisha familia zao kwa kutumia vituo hivyo leo watakuwa wamekosa ajira? Kwa hiyo kwenye kila maamuzi tunayotaka kuyafanya lazima pia tufahamu kwamba Dar es Salaam ni kitovu kikubwa sana cha masuala mengi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati tunaongelea kuhusiana na mali vituo kuchoma moto, tungependa kupata labda taarifa kutoka kwako kama kiongozi wa mkoa huu. Labda mpaka sasa idadi ya vifo kwa wakazi wa Dar es Salaam kutokana na maandamano haya, serikali na mpango gani kuhusiana na waliofariki? Kumekuwa pia kuna taarifa za watu kushikiliwa vituoni, kama mna idadi yao. Familia pia ambazo watu wamekuwa wakipost kwenye mitandao hawaoni ndugu zao, pia hao mnawasaidiaje kuweza kupata hizo taarifa? Lakini pia je, ni kweli kuna watu wananyimwa miili kwenda kuzika ili kuondokana hizo taarifa ambazo wanasema potofu? Tungependa kupata taarifa direct kutoka kwako. Katika hali ya kulinda mkoa ni vigumu sana na kwa haraka kuwa na package ya taarifa zinazoulizwa na mwenzetu. Ni vigumu sana na kwa haraka sana kuwa na package ya vitu vyote vinavyoulizwa na mtu wetu. Tuendelee kuwa na ustahimilivu mpaka hapo tutakapopata taarifa kamili zilizokamilika kuliko taarifa za upotoshwaji. Lakini Mheshimiwa, tunaongelea sasa tunaongelea mali, lakini ukiangalia watu wengi wanaongelea kuhusiana na uhai na vitu. Sasa vipi kwa wale wasio na ndugu zao pia? Hata kama idadi ya vifo hatuna, basi wale wasio na ndugu zao, labda watu ambao kwenye vituo vya polisi sasa tuna imani pia wanakuwa wamesajiliwa, hata hizo pia. Jeshi la polisi la watu kunyimwa miili. Jeshi la polisi linaendelea na masuala ya kuhakikisha mkoa wetu unakuwa na amani. Pamoja na hayo, jeshi la polisi linaendelea na masuala ya kiuchunguzi kuhakikisha yule aliyehusika anakamatwa. Lakini pamoja na hayo, jeshi la polisi bado pia linawashikilia watu ambao linawahoji kuhusu kushiriki kwao. Kumbukeni, wakati pia wa vurugu mechi hizo, zipo nyumba zenye kamera, vipo vituo vya mwendokasi vyenye kamera, yapo maduka yenye kamera ambayo pia jeshi la polisi linaendelea kufanyia kazi ili kuhakikisha kila mtu aliyehusika anakamatwa yeye mwenyewe in person ili aweze kupelekwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa kama kuna mtu yoyote hamuoni ndugu yake, afike kwenye kituo cha polisi, atoe maelezo hayo na jeshi la polisi litamsaidia